Shauku ilikuwa ni kubwa sana na matarajio yalikuwa ni makubwa pia kutokana na kile ambacho tayari Young Africans walishakitangaza kuhusu usajili mkubwa, usajili ambao ni kama tufani ambayo ilitikisa bahari ya soka barani Afrika kwa kumsajili nyota ambaye ni mfungaji bora muda wote wa ligi kuu ya Afrika Kusini, nahodha wa timu ya taifa ya Namibia kwa maana ya Peter Shalulile. Huu ni usajili ambao baada ya kutangazwa kwake ulikwenda kushtua watu wengi sana, na hatimaye kama kuna watu wanaamini kuwa kuona ni kuamini, basi uwezekano mkubwa wa watu leo kuamini upo, kwa sababu watu watakwenda kuona kwa macho yao Peter Shalulile akiwa mbele ya wana Young Africans, akiwa mbele ya waandishi wa habari, na atazungumza na waandishi wa habari kwa ajili ya kuzungumza kile ambacho amewaletea Young Africans, matarajio yake ndani ya Yanga na nini ambacho wana Yanga watarajie kutoka kwake. Shangwe ambalo unalisikia ni la wanachama wa Young Africans, mashabiki wa Young Africans ambao wamejitokeza katika jengo hili la kihistoria, jengo ambalo ni la klabu iliyobeba historia katika soka la Tanzania, lakini ni klabu ambayo si tu kwamba ni mabingwa wa muda wote wa ligi kuu ya Tanzania, lakini wamesajili nyota bora kuwahi kutokea katika soka la Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla. Anazungumzwa Shasha Boy Peter Shalulile, na waliowasili kwa sasa ni mgeni wa wananchi Young Africans kwa maana ya Peter Shalulile, lakini pia rais wa Young Africans, kipenzi cha wananchi, Engineer Hersi Said, ambaye yuko hapa, na bila shaka na pasi na wasiwasi wowote atakwenda kuzungumza na wanahabari, atakwenda kuzungumza na umma huu wa wananchi ambao umekusanyika hapa katika jengo hili la wananchi, lakini pia wanaotazama kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda. Jukumu langu la kwanza kabisa ni kumkaribisha rais wa Young Africans, Engineer Hersi Said, ili azungumze na wanahabari kabla ya ile shauku ambayo watu wanaisubiri kwa hamu kubwa sana. Alhaji, salamu alaikum. Shauku ya wananchi ni kubwa na bila shaka inaonekana na inaashiriwa na hiki ambacho nakisikia hapa, kwa sababu kila ambacho kilitangazwa kilikuwa ni kikubwa, lakini watu walikuwa wanatamani kumuona Shalulile mbele yao. Hatimaye leo wamemuona. Kijiti hiki ni cha kwako, zungumza na wananchi kabla ya kukata kiu ya wananchi kwa kumsikiliza Peter Shalulile. Karibu sana. Yanga oye. Assalamu alaikum. Habari za usiku huu. Nianze kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutukutanisha leo katika jioni hii au usiku huu. Imekuwa ni siku ya heshima kubwa, siku ya furaha, usiku huu wa leo ni usiku wa kihistoria wa klabu yetu, tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya msimu wa 26-27, msimu huu ambao Young Africans imefanya maandalizi yake, kusajili wachezaji wazuri, kuleta benchi la ufundi zuri, na katika mwendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A-class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika.
Kumwona Peter Shalulile akija kucheza kwenye klabu ya Young Africans sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyoijenga Peter Shalulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shalulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyochukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi wana Yanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa, tunakwenda kuwa na AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu na kusema taifa letu sasa linaheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo mnaiona inajengwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Ghalib Said Mohamed kupitia kampuni yake ya GSM kwa kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji huyu Peter Shalulile. Natamani muelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shalulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa PSL. Mchezaji kama huyo akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. Hii ni heshima kubwa kwetu wananchi. Peter, this club, Young Africans, the oldest football club in the country, the club that was established in 1935 with 91 years of age, and this is the clubhouse that was built in 1970s. In terms of success, you have chosen the right club. We're the most successful football club, 32 league trophies, and forget about the other tournaments on top of everything. And the second one is sitting at 22. So there's a gap of 10 trophies on top of number 2. Next season, we have the biggest obligation, number 1, to retain our trophies, and it's going to be the record for the 6th time winning this. And I'm sure you have done it with Sundowns. You have done so many times, winning, I think, 7 trophies in a row. So we're going to win the 6th one next season, and you will be part of this flag, carrying the flag of Young Africans. But moreover, we want also to do well in the Champions League. And you become the champions. You have the recent trophy and the medal of CAF Champions League. And we want you also to bring the medal of CAF Champions League to this club of Young Africans, which is going to be part of your family next season. Allow me to say that there's a lot of excitement for the fans. There's a lot of excitement for the media as well. And people they've got a lot of respect for you, and they're expecting you to do the best. And I'm sure you can. One thing that I want you to assure, that this club, we have a lot of respect for you. We're expecting a lot of professionalism. You're bringing the top experience in the continent, and no doubt you're going to make it to Young Africans and make it this club the most proudest club in the continent. Allow me to invite you to Young Africans, and we're more than happy to have you here. Say asante sana. Asante sana. So I want you to sit here. This is the chairman seat, and today you're the chairman of Young. Good evening, everyone. First of all, I would just like to say thank you to the Almighty for this opportunity to be here. He makes it possible for us.
Secondly, I appreciate your energy. Thank you for your energy. The fans, I really love your energy. And like the chairman said, it's a group work. It's about working together, fighting together, and never giving up. For trophies, we need to stay together. Doesn't mean only on the pitch, but even the supporters. We need to love one another. And I don't know whether this is the right platform. And I don't know whether this is the right platform, but I will take this honor to thank the chairman. You know, it has not been easy, you know, amongst all the clubs around Africa, you know, calling me and all that, but I chose the big club. And this is a club of you guys. And I believe that this year and next year is going to be an exciting season for us. And I pray what I carry, I bring it onto my teammates and onto the chairman and onto everyone here, and we will celebrate together with many more trophies. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Sasa tusikilizane kidogo. Amezungumza Peter Shalulile mbele yenu, na inawezekana kuna ambao wameshangilia. Tumeshacheza sana nyimbo ambazo hatujui maana yake, lakini zilikuwa zinachezeka. Sasa si vizuri tukaondoka hapa tukawa hatujui kitu ambacho Peter hata kwa muktasari amekizungumza. Kwa ufupi sana, kwa faida ya wote, Peter kwanza amemshukuru Rais Engineer Hersi kwa hii nafasi, lakini pia amepongeza nishati yenu mliokuwa nayo, kwa maana mapokezi ambayo mmempa mkiwa hapa, anaamini ni kitu kikubwa. Mbali na klabu zote ama nyingi Afrika ambazo zimeonyesha nia ya kumtaka, lakini amechagua klabu kubwa kwa maana ya Young Africans. Na anaamini kwamba hii ni kazi, ni teamwork, kwa maana ni kitu ambacho hakimhitaji yeye peke yake kufanikisha malengo ya club, kinahitaji wachezaji wenzake, uongozi, na hata nishati yenu mashabiki wa Young Africans inahitajika sana. Kwa support yenu ni muhimu sana uwanjani na kwingineko, ili kuipa nguvu club na yeye mwenyewe kwa ajili ya kufanikisha malengo ya club. Kwa hiyo kwa muktasari, hicho ndo ambacho amekizungumza Peter Shalulile. Kwa hiyo kama ambavyo alitoa mwongozo meneja habari na mawasiliano ya Young Africans Alikamwe kuhusiana na jinsi utaratibu utakavyokuwa, tutakuwa na session ya maswali, lakini kabla ya kuruhusu media kuendelea na hiyo session ya maswali, tutakuwa na session fupi hapa ya maswali kwa tu Azam, lakini baadaye tutaruhusu maswali. Na pengine niseme tu kwamba baada ya kumaliza hii session fupi ya maswali kati ya Azam na Peter, tutaruhusu maswali, lakini usijisikie vibaya kuuliza swali lako kwa Kiswahili. Sisi tutamuelewesha Peter, atakujibu na tutaeleza nini ambacho Peter amekizungumza. So Peter, first of all, again, welcome to Young Africans, but welcome to the country that has so many people who love football, and you have chosen the right place for your football career, and you are very safe in Young Africans and in Tanzania at large. But maybe these fans and millions who are watching right now, they would like to know, apart from the clubs that might approach to you, you have chosen Young Africans. How tough and easy was the decision to choose Young Africans out of the clubs that made some approaches? Thank you once again. It was a little bit tough, but what made it easy for me was I've met the chairman a few years ago,
and he had a dream that I'll one day play for a big club, which is Yanga, and for me was also a thing of a personal choice. You know, I I I make decisions based on how my heart feels, and spiritually it means follow where your heart wants to be. And when we spoke to the chairman, we spoke, and I decided that okay, give me like 2 days, and I prayed about it, and obviously the Lord made it possible for me, and I ended up here. Thank you so much. Kikubwa ambacho amekizungumza ni kuhusiana na jinsi gani ambavyo imekuwa rahisi kwake kuchagua Young Africans mbali na klabu nyingi ambazo zilipambana kumpata kama alivyozungumza, lakini kikubwa ni kwamba amesema kwamba alikutana na Engineer Hersi kwa maana ya rais wa Young Africans hapo kabla, na alionyesha nia ya kwamba siku moja ajecheze kwenye klabu ya Young Africans. Kwake yeye haikuwa ngumu sana, japokuwa ilikuwa kuna ugumu kiasi, lakini anaamini kwamba amefanya uamuzi sahihi kuja kuitumikia Young Africans. Talking of the excitement, these guys are very excited to see you playing for their club. But which words do you think would reflect your excitement playing for them, playing for the badge of Young Africans, and actually achieving what Young Africans are dreaming? Well, a country with good people, you know, is a blessed country. First of all, I would like to thank everyone here for being just good human beings, because it doesn't take anything from you, you know, being a good person. And that's something that I really admire from everyone here, and also from my president next to me here. He's a good person. Trust me. I know when I see a good person that I mean. So for me, I'm just here to bring in quality and bring in what I can do, and making sure and making it's okay. And making sure that the fans are always happy, and making sure that everyone is at the same point in terms of my teammates, you know, with their performance. And that's one thing I always say: when the team performs, everyone is happy. So for me, it's just to bring in more quality and make sure that everything else plays its part. Kwa kifupi, sauti yangu ni kubwa, inaweza kusikika. Anazungumza jinsi gani ama kitu gani ambacho yeye amekileta kwenye timu, na alichokileta kwenye timu yeye ni ubora, na anaamini ubora alioleta utakuja kuisaidia club kwa ajili ya kutimiza malengo yake na yeye mwenyewe binafsi. Peter, as you said, you have chosen what your heart feels like choosing. But we know there are some factors that might contribute to your decision making. I just wanted to know, and has the coach, as you always say, contributed or orchestrated your decision making in choosing Young Africans apart from the approaches from different clubs? Yeah, first of all, I would want to say that the fans, first of all, it's the fans. You know, they love soccer, and I know Tanzania people love football, so I chose that first, knowing that the Tanzania people like football, so I chose Yanga. And the other factor was my big boss. We had sleepless nights with my big boss, you know, and his dream, like I said, was to see me playing for Yanga, and I found that, you know, impressive, because when he spoke to me, my heart was at peace, you know. And like I told you guys, I follow the heart. And when we spoke, I decided, okay, let me take back, let me think of it, and then decide what I want to decide. But I went to my elders, and they told me, my boy, you are at the right time, at the right club. Trust me, go play there and make sure that you leave a legacy. And one more thing is the support from my agent. He also played a part in it. And that's why today I decided to come to Yanga.
and to come win trophies and to come add more value. Asante. Amezungumza kuhusu, nilimuuliza kuhusu kama kuna namna kocha mpya wa Young Africans amechangia kwa namna yote yeye kufanya uamuzi na uamuzi kwa rahisi kwa kujiunga na Young Africans, lakini amesema mbali na hilo, mashabiki kwake yeye anajua amechagua nchi ambayo ina mashabiki wanapenda mpira, lakini bado ameendelea ku appreciate na ku recognize mchango wa Rais wa Young Africans Engineer Hersi. Kwake yeye amekuwa ni mtu muhimu sana na mkubwa katika kuhakikisha kwamba anafanya uamuzi huu alioufanya. Lakini kingine alijaribu hata kuwashirikisha wakubwa zake juu ya uamuzi anataka kuchukua, na wote wakamwambia kwamba yuko sahihi na yupo katika sehemu salama kuja kucheza Young Africans. Lastly from me, Peter, we know it's very obvious for different players in the world, they have some secrets behind the numbers they choose to wear on their jerseys. You have been wearing the jersey number 38. Is there any story behind or any secret behind this number that you used to wear in Mamelodi Sundowns? No. There's nothing behind the number. As long as the number has a 3 in it, I'll take it. So for me, there's nothing behind the number, but it's just I just like the number 3. Basically, that's it. Yeah. So what you just need to be available on the jersey is just number 3. Yeah. Whatever comes in front, it's okay. It's okay. Nilikuwa najaribu kumuuliza Peter kama kuna siri yoyote juu ya namba 38. Wachezaji wengi wamekuwa wana namba ambazo wanazipenda na wamekuwa wakitamani kuwa manazo kwenye kila klabu ambazo wanacheza. Sasa kwake yeye anasema hakuna shida kwenye namba 38, lakini shida yake ni namba 3 iwepo kwenye jezi. Kwa hiyo nafikiri hilo hata Young Africans wamelizingatia. Kama hawatampa 38, maana yake jezi yoyote ambayo itakuwa na namba 3 kwake itakuwa sawa. President, hilo nafikiri liko sawa sawa. Okay. Tumemaliza hii session fupi ya maswali exclusive yetu sisi pamoja na Peter. Sasa ni muda wa maswali kutoka kwa waandishi wa habari. Sasa kwenye hili kama nilivyosema, tutauliza maswali kwa lugha ambayo upo comfortable nayo. Maswali ni 5 tu. Swali ambalo nitashindwa kulitafsiri, engineer atanisaidia. Kwa hiyo karibuni kwa maswali. Tanzania. April 5th, 2024, you were part of Masanda One squad versus Yanga. Yeah. Tell us today. The goal scored by Aziziki, was it clear goal or not? To be fair, trust me, I was on the other side of the goal. You know. I don't know. I'm sorry. If I knew, I would have told you. I'm sorry, I don't know, my brother. Yeah. I don't know. Sawa, swali lingine. Yes. Swali la pili. Hi, Peter. Hi. Well, as a footballer, you should always be prepared to go at different places, you know, especially places that you have never dreamed of, but you are eager of going there. Because remember, I've been here 3 times already,
playing in against Yanga in a few national team games. So I will not say I've never dreamed of it, but football take you places, and you don't know where you'll end up being. Even after 10 years, you'll never see yourself going somewhere. But here I am today, playing in Yanga. Yes, Nyasha la tatu. Thank you so much. My name is Akewade Zila Ali Shentembo. You can call me Jadu. I have two questions. First one of the biggest dream of young Africans, or the main target, is to win CAF Champions League. Something you have achieved before in South Africa. So I want to know what's your personal plan to ensure that young Africans achieve this, and will you consider it as a failure if you want to achieve during your time here in Tanzania? And the second question. You commented before about Young Africans, that is the biggest club. But now you're leaving PSL, one of the biggest league in Africa. You come and joining NBC Premier League, which is one of the best league in Africa. What's your comment about our league? I know your comment already about Young Africans, or I know your comment about our NBC Premier League. Well, going back to your first question, which is the Champions League. It's a dream. It's a team sport. I cannot come here and tell you that no, it's gonna happen and this and this. But it's a positive energy amongst players, and having a dream that is aligned to one common goal, to reaching a Champions League final. And it's a thing of failing and failing and failing, and eventually you will succeed. That's the remedy. That's how a Champions League is won. And then leaving South Africa, coming to Tanzania to a league, it's like Cristiano leaving Real Madrid, going to, let me say, what's it, Juventus? Oh, Juventus or Al Nassr. Yeah. Yeah, you see, leaving Manchester. So there is no poor league. There is no poor league. So all I'm saying is, I know what I've chosen, and this is a compatible league. I've been watching it carefully, and I've seen it. And obviously, you see top players coming from this country going outside. So yeah. Swala nne. Swala tano la Swala tano. Huyu kauliza mawili. Welcome to Tanzania. Thank you. First of all, it will be a top-up of two questions, two in one. How did you feel arriving in Tanzania for the very first time as a younger player? Yeah. I know you've been here before. Yeah. I want to know how you felt arriving here as a younger player. But also, you've played in one of Africa's strongest leagues. What lessons are you bringing to Yanga after the time you spent in Sundowns? When I arrived today, I was like, I'm finally here. I am finally here. To my people, the supporters that love soccer, I'm finally here, and I cannot wait for the league to start. Yeah. And the other thing is, as someone that came from a club that won a lot of trophies, it's just perseverance and always wanting to win and to win, because the only way to win is by winning, and always be competitive, always want to win. Even in any small game at training, always want to win, and you will have the bigger wins eventually. Maswala yameisha. Au tutoe bonus? La upendeleo. Yeah, la upendeleo. Asante. Have you ever heard about, or have you ever just feeling Kariakoo derby? I know you're playing Yeah. before in Mamelodi Sundowns, Yeah. but here we have our derby, Kariakoo derby. We play at 12 of this August. Yeah. Have you ever heard what's your comment
I heard that it's one of the best moments ever in Tanzania. And I have a friend who played there in Simba. He told me that it's the best feeling that you can ever have. And you know when you get goosebumps, and you know the game is still coming. That's how I feel right now. So yeah. Kwa faida tu ya hiki ambacho amekijibu mwisho hapa, Peter ameulizwa na mwandishi hapa kuhusu dabi ya Kariakoo ambayo inakuja tarehe 12. Sasa comment yake anasema kwamba ana rafiki yake anacheza kwenye hiyo timu, lakini moja kati ya moment ambazo asahau, anamwambia kwamba yani hiyo mechi kwanza ni hisia bora zaidi ambayo unaweza ukaipata ukiwa umehusika kwenye hiyo mechi. Kwa hiyo yeye kama yeye anahisi ni feeling ambayo anaisubiri kwa hamu sana na anaitamani. Umetumia lugha sahihi. Peter Shalulile anaitamani dabi. Anasema anapata goosebumps. Vinyeleo kusimama hivi. Kwa hiyo vinyeleo yani ile akisikia hiyo dabi, yani feeling ile dabi. Vinyeleo kusimama. Sijui umeelewa maana ya vinyeleo kusimama hivi. Yani anasisimkwa akisikia dabi, anasisimkwa hivi. Kwa hiyo msisimko aliokuwa nao obviously even the fans. As the players, you can have those goosebumps, but for the fans, I think it's something else. So if you as a player feeling that, just think about the fans. So you have something to do for them to avoid those goosebumps in the games. It's on you. It's on you. And I know that you have been playing those big games, so you're used to it. Kwa kifupi sana, tumekuwa na session nzuri na Peter, na bila shaka ile shauku ambayo wananchi, ile shauku ambayo wapenzi wa mpira Tanzania mlikuwa nayo, si tu kwa kutambulishwa kwenye mtandao, lakini leo mmemwona kwa macho. Yuko hapa na yuko makao makuu ya klabu ya Young Africans. Hii press conference haijafanyika nchi nyingine yoyote, imefanyika Tanzania, Dar es Salaam, mtaa wa Twiga na Jangwani, katika jengo la wananchi Young Africans, kwa maana makao makuu ya klabu. Na Peter Shalulile yuko hapa. Tumesikia alichokizungumza mbele ya waandishi wa habari, lakini pia ameizungumza klabu ya Young Africans na malengo yake na ndoto zake, lakini pia umemsikia alipozungumza kuhusiana na ukaribu wake na Engineer Hersi Said, kwa maana ya rais wa Young Africans, ulivyochangia kwake yeye kujiunga na klabu hii, lakini pia mafanikio ambayo Young Africans wameyapata kwake yeye, ilikuwa ni rahisi pia kufanya uamuzi wa kujiunga na Young Africans katika kipindi hiki cha usajili, mbali na timu nyingi ambazo zilionyesha nia ya kumtaka. Peter, I would have made a very big mistake if I don't ask you about this. One of the good things in your career during your time in Mamelodi Sundowns, one of the remarkable moments, I remember you won the league in your early life in Mamelodi Sundowns after joining the club. Do you have that picture when joining this club? And do you think it's something that you will be very happy to achieve in your early days in Young Africans? That means your third season in Young Africans and Tanzania Premier League. Well, we all begin with an end in mind, First you see the picture, and you put in the work, and you put the Almighty first, and you just work, you just work, and you never know, but anything it's possible with God, because you know what you have planned, and you know where you have planted it to, and the Almighty will bless you, because that's my remedy. That's how I think, and that's how I walk, and then I believe that it's still possible. It can happen. Thank you so much, Peter. Thank you. Okay, amemaliza Peter kwa kuzungumzia hilo la namna gani ambapo anaiona picha ya kupata mafanikio katika msimu wake wa kwanza akiwa amejiunga na Young Africans. Kama mnakumbuka kwamba msimu wake wa kwanza alipojiunga na Mamelodi Sundowns
ulikuwa na mafanikio makubwa sana, si tu kushinda ubingwa wa ligi akiwa na Sundowns, lakini pia kuwa mfungaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Mpaka tunapozungumza hivi sasa ndio mfungaji bora wa muda wote wa ligi kuu ya Afrika Kusini. Magoli 130 sio kitu kidogo kufanya ndani ya ligi moja akiwa na Sundowns, lakini pia anaamini ni kitu ambacho anaweza kukifanya akiwa na Young Africans. Kwa hiyo wale ambao macho yenu bado yalikuwa ni kama vile hayaamini kwa Peter yupo hapa, Shashaman yupo hapa na ni mali ya wananchi Young Africans. Hivyo basi ambacho pengine tunasubiri sana kukiona ni kitu ambacho atakifanya uwanjani, na kama mlivyomsikia ana shauku kubwa ya mechi yake ya kwanza ambayo ataivaa jezi ya Young Africans, na pasina shaka itakuwa ni siku ya wananchi. Mtamuona kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Kitu ambacho utakiwi kukifanyia makosa ni kuhakikisha kwamba una tiketi yako ya siku ya wananchi ili uende katika uwanja wa Uhuru kwa ajili ya kwenda kushuhudia nini ambacho Young Africans atakifanya siku hiyo, lakini particularly nini ambacho Peter Shalulile atakifanya kwa mara ya kwanza akiwa amevaa jezi ya Young Africans. Umekuwa na wakati mzuri na matangazo haya mubashara kabisa ambayo umeshuhudia kupitia Azam Sport 3. Hatuna shaka umekuwa na wakati mzuri wa kushuhudia hiki ambacho Young Africans wamefanya leo hii, ikiwa ni utambulisho rasmi wa Peter Shalulile mbele ya waandishi wa habari kutokea katika jengo la makao makuu ya wananchi Young Africans hapa Twiga na Jangwani, Kariakoo, Dar es Salaam. Mimi ni Alwatan Ramadhan Goda, na hapa ndipo tunapofikia mwisho wa matangazo yetu haya mubashara kutokea hapa Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania. Wakati mwema mpaka wakati. Thank you so much.